Karibu. Leo tuangalie swali namba 2. Hapo tulikuwa tumeliona swali letu la kwanza 2023, tuangalie solution ya 2022. Kuhusiana na kitu ambacho tumekiona nyuma, concept za trigonometry, tuangalie maswali yake. Anasema for all values of alpha show that, kuonyesha kwamba hichi hapa kitu ni sawa na ngapi na 2. Kuonyesha hichi hapa kitu ni sawa na ngapi na 2. Kwa hiyo tukianza na hilo swali, yani nilikopi hapa. Ni paste. Kwa hiyo tumeambiwa kwamba tumepewa sin ya 3 alpha over sin ya alpha, then tunatoa cosine ya 3 alpha over cos ya alpha. Kwa consider upande ambao ni upande wa nini, wa kushoto, upande wa kushoto hapa. Kwa nasema hapa itakuwa hii ni sawa sana equivalent na atachukua u times u utacombine. Kwa hivyo itakuwa ni sin ya alpha cosine ya alpha, then tutagawanya uganya kwa hiyo itakuwa ni cosine ya alpha times ile itakuwa ni sin ya 3 alpha cosine ya alpha, au ganya kwa huyu itabaki ni sin mara ule itakuwa ni tutakuwa tunatoa itakuwa ni cosine ya 3 alpha then sin ya alpha, ambacho hichi kitu kitakuwa ni sawa sana. Kiangalia vizuri huyu hapa sin ya mara 3 alpha cosine ya alpha, cosine ya mara 3 alpha sin ya alpha, ini nini? Ini compound angle. Ni compound angle ya nani? Ya sin. Kwa hiyo kielezea ile ni compound angle ya sin ya nani? Ya 3 alpha minus nani? Minus alpha. Kwa itakuwa ni sin ya yule pale, cosine ya yule minus itakuwa minus, then zina interchange hizi angle hizo huko hivi. Kwa hiyo tutaganya kwa itakuwa ni sin ya alpha cosine ya alpha, ambayo unaona inakuwa ni mara 2. Kwa hiyo itakuwa ni sin ya 2 alpha tutaganya kwa sin ya alpha cosine ya alpha. Kwa hiyo tukifika hapa tutaelezea hii double angle ya nani? Ya sin. Tutaelezea double angle ya sin kwamba but sin ya 2 alpha hii ni nini? Ni 2 sin ya alpha cosine ya nani? Cosine ya alpha. Kwa hiyo tukielezea pale hiki kitu kitakuwa ni sawa sawa na 2 sin ya alpha cosine ya alpha tutaganya kwa sin ya alpha cosine ya nani? Cosine ya alpha. Cosine na sin wataisha, cosine na cosine wataisha, kwa utabaki na jawabu letu ambayo inakuwa ni sawa sawa na ngapi? Na 2, ambayo tumeambiwa tu nini tuweze kulionyesha. Kwa hiyo ndio itakuwa nini? Itakuwa ndio jibu letu. Then mfano wa b yake kwa tumepewa, tukopi. Tumeambiwa kwamba to prove hichi hapa kitu ni sana na tan ya 2 angle. Tumeambiwa hichi hapa kitu to prove ni sana na tan ya 2 angle. Kwa hiyo tutakosida upande wetu wa kushoto ambapo tuna sin itakuwa kuna sin ya x kujumlisha sin ya 2x tunajumlisha na sin 3x, lakini tutagawanya kwa nani? Kwa cosine ya x tutajumlisha na cosine ya 2x tutajumlisha na cosine ya 3 nini? Ya 3x. Kwa hiyo tunasema hichi kitu kitakuwa ni sawa sana. Kwa kwenye hizi angle hizi tutaangalia angle ambazo tunaweza tukajumlisha ambazo zinakuwa zinagawanyika kwa ngapi? Kwa 2. Kwa hiyo tukimchukua huyu hapa jumlisha huyu hapa inakuwa ni 3, inakuwa igawanyika kwa 2 na baki. Lakini tukimchukua uganya kwa huyu inagawanyika kwa rahisi. Lakini pia tukichukua uganya kwa huyu ambao tukipata 4 katika hizi angle tukiganya kwa 2 ni 2 tunampata pia huyu hapa angle ya 2. Kwa hiyo tutaziarrange, tutazicombine hizi angle. Kwa hiyo tutachukua sin ya nani? Ya 3x tutajumlisha na sin ya x, then tutakuwa tunamjumlisha na sin ya 2 nini? Ya 2x. Kwa tutagawanya kwa cosine ya 3x kujumlisha cosine ya x kujumlisha cosine ya 2 nini? Ya 2x, ambacho hiki kitu kitakuwa ni sawa sana. Kwa hiyo kwenye sin ya 3x na sin ya x tunatumia ni factor formula, tunatumia idea factor formula kuelezea hiki kitu, ambacho hiki kitakuwa ni sawa sawa na 2, then sin ya angle tunajumlisha. Kwa hiyo tutakuwa jumlisha huyu ambao tutapata ni 4, then tuna divide by ngapi? By 2, then itakuwa ni cosine huyu kutoa huyu ambao tutapata ni 2x tuta divide by ngapi? By 2, then tutajumlisha na sin ya nani? Ya 2x. Tutagawanya kwa hiyo na huyu again tutatumia idea factor formula ambao cosine ya 3x jumlisha cosine ya x itakuwa ni 2, lakini itakuwa ni nani? Itakuwa ni cosine ya huyu jumlisha huyu ambayo itakuwa ni 4x ta divide by 2
then yenyewe na yenyewe pia itakuwa ni cosine huyu kutoa huyu itakuwa ni 2x, itakuwa na divide by 2. Kwa kwenye hizi idea factor formula nimeelezea kwenye video ya nyuma, unaweza kaiwatch. Najumlisha na nani na cosine ya nani ya 2x, lakini idea yake inakuwa namna ile pale. Kwa utakachopata hapa utapata itakuwa ni sawa na ngapi? Itakuwa ni 2 ni sin hapa itakuwa ni 2x cosine uganya kwa huyu itakuwa ni x, then tuta plus na sin ya 2x itakuwa tunaganya kwa uganya kwa huyu itakuwa ni 2, kwa hiyo itakuwa ni 2 cosine ya 2x cosine ya x tutajumlisha na cosine ya nani? Cosine ya 2x, ambayo itakuwa ni sawa sawa na kwa hiyo tukiangalia hapa kuna ambazo zinakuwa zinafanana. Mfano tuna sin ya 2x na sin ya 2x. Kwa hiyo huyu hapa anafanana na nani? Na hichi hapa. Na hapa tukiangalia kuna cosine ya 2x na cosine ya 2x. Kwa hiyo hichi hapa kitu again chenye kinafanana na nani? Na hichi hapa. Kwa hiyo tunachoweza kufanya tunaweza tuka factor out. Kwa hiyo tukitoa sin ya 2x nje, sin ya 2x nje itakuwa ni mabano, itabaki ni 2 cosine ya x plus, kwa hiyo tukimtoa nje hapa itabaki ni 1. Na huku na yenyewe pia tutatoa cosine ya 2x nje, kwa na yenyewe hapa itabaki ni 2 cosine ya x cosine ya x, then tuta plus na yenyewe na ngapi? Na 1. Kwa unakuja kuona kwamba huyu na huyu wana cancel, kwa hiyo tunabaki na nani? Tunabaki na sin ya 2x tukiganya kwa nani? Kwa cosine ya 2x, ambapo sin kwa cos hiyo ni nini? Tan. Kwa hiyo tuliambiwa tuonyeshe hichi kitu ni tan ya ngapi? Tan ya 2x. Kwa hiyo hiyo inakuwa nani? Inakuwa namna ile pale. Kwa hiyo hicho ambacho tumeambiwa tuweze kukionyesha. Tukienda mfano wetu mwingine, yani copy. Mfano wetu ambao ni C, anasema solve for beta in trigonometrical equation ile pale uhusiano tumepewa. Kwa hiyo tunaambiwa tafute thamani ya beta ni sana ngapi kwenye nini? Kwenye huu uhusiano. Kwa hiyo tunasema tunamchukua kwamba tumepewa tan tumepewa tan inverse ya beta minus 1 over beta minus 2 tunajumlisha na tan inverse ya beta plus 1 over beta plus 2. Hichi kitu ni sawa sana nani? Na pi over ngapi? Pi over 4. Kwa hiyo nasema kwenye kusolve uhusiano tutakuwa tunaleti let's say thamani hiyo ni sana nani? Na x, na hii thamani hiyo ni sana nani? Na y. Kwa hiyo tutaleti tan inverse ya beta minus 1 over beta minus 2, hiyo ni sana nani? Na x, ambayo huyu akienda kule tunasema hapa itakuwa ni let's say beta minus 1 over beta minus 2 itakuwa ni sana nani? Na tan x. Lakini pia tutamchukulia huyu hapa, huyu awe nini? Ni y. Kwa hiyo uhusiano huo pia nini? Ni y. Kwa hiyo tutaleti pia tan inverse ya beta plus 1 over beta plus 2 iwe ni sawa sana nani? Na y. Kwa hiyo huyu akienda kule inakuwa ni beta plus 1 over beta plus 2 inakuwa ni sana nani? Na tan y. Kwa hiyo tumesema huyu hapa kitu ni kitu kimoja ambapo ni x na huyu ni sana na y. Kwa hiyo tutasema kwamba x kujumlisha y itakuwa ni sana nani? Na pi over ngapi? Pi over 4. Ambapo tunaita ni x na yule nini? Ni y. Thamani yetu ya ngapi? Ya pili. Kwa hiyo tunasema tukifika hapa tuna apply ni tan both sides. Kwa hiyo tuna apply tan ambayo itakuwa ni tan ya x plus y, na huku na yenyewe pia tuna nini? Tuna apply tan. Kwa hiyo itakuwa ni tan ya pi over ngapi? Pi over 4. Kwa hiyo tukielezea ile itakuwa ni tan ya x tuna plus tan ya y over 1 minus tan x tan y, ambayo itakuwa ni sana huyu ni pi over 4 ni radian. Kwa hiyo pi ni 180 na huyu ni ngapi? Ni nini? Kwa hiyo ni 180 ganya kwa 4 ambayo ni inakuwa 45 ni 1. Kwa hiyo ina maana hapa thamani yetu inakuwa ni sana ngapi? Na 1. Kwa hiyo tukicross multiplication tunasema inakuwa ni tan ya x plus tan ya y, hichi kitu kitakuwa ni 1 minus tan x tan nani? Tan y. Ambapo tunasema kilicall tan x tunayo tayari. Tan x ni nani? Ni ile pale uhusiano. Yaani mkopi sorry. Kwa hiyo tumkopi uhusiano. Hii ndio nini? Ndio tan x. Lakini pia tan y tumesema ni uhusiano wetu ule.
Kwa hiyo tunamuelezea tan x ni sawa na hichi hapa kitu ambapo kuna beta. Kwa tan x tutaelezea hichi hapa kitu na tan ya y tutaelezea hichi hapa kitu. Kwa hiyo nasema hapa kwenye tan x itakuwa ni sawa na coin but. Kwa hiyo tutaelezea itakuwa ni sana na beta minus 1 over beta itakuwa ni minus 2 tunajumlisha na tan ya y itakuwa ni beta plus 1 over beta plus 2 itakuwa ni sana 1 minus itakuwa ni product. Kwa hiyo itakuwa ni beta minus 1 over beta minus 2 tunazidisha na nani na beta plus 1 over beta plus what plus 2. Kwa hiyo tunasema hapa tunaziunganisha itakuwa ni sawa na beta minus 2 tutazidisha na beta plus 2. Tukichukua uganyo kwa huyu itakuwa ni beta plus 2 tukizidisha na pale itakuwa ni beta minus 1 tutazidisha na beta plus 2 tutajumlisha na tukichukua huyu jumlisha huyu itakuwa itabaki ni ile pale beta minus 2 tukizidisha kwa pale itakuwa ni beta plus 1 itakuwa ni beta minus 2 ambacho hichi kitu kitakuwa ni sawa na ngapi na 1 minus. Kwa hiyo hizi hapa mara vile pale hizi ni different of two squares. Kwa hapo kuna beta minus 1 beta plus 1 hii ni different of two square. Kwa hiyo ni sana kuandika beta square minus 1 square. Na hichi yenyewe pia ni different of two squares. Kwa sababu na beta minus 2 beta plus 2 hii ni sawa na kuandika beta kim square minus 2 kifanye 2 kim square. Kwa hiyo tunasema kwamba kinachoenda kubaki na huyu yenyewe different of two square. Kwa hiyo tukizidisha huyu hapa na huyu hapa wata cancel then beta square minus ngapi minus b square itakuja kuwa hapa. Kwa hiyo huyu hapa na huyu hapa wana cancel. Kwa hiyo tunaweza tukaandika hivi. Tukija kuzidisha both sides huyu hapa na item hii na item hapa na item hapa watakuja ku cancel. Lakini item itakuja hapa itakuja hapa. Kwa hiyo tukiandika vizuri hapa au tukija kumzidishia ndani pale itakuwa ni beta square huyu mara yule itakuwa ni plus 2 beta huyu times huyu itakuwa ni minus beta huyu times huyu itakuwa ni minus 2 tuta plus huyu mara huyu itakuwa ni beta square huyu times huyu itakuwa ni minus 2 beta huyu times huyu itakuwa kujumlisha beta positive na negative itakuwa ni minus moja mara 2 itakuwa ni 2 then itakuwa ni sawa na hapa tumesema itakuwa ni nani itakuwa ni beta square minus 2 kinsikia ambayo itakuwa ni 4 tunatoa na ile term kwa itakuwa itatoa b square kitoa na ile pale itakuwa kujumlisha ngapi kujumlisha 1. Kwa kuna term ambazo zinakuwa simplified na term ambazo zinakuwa simplified hapa kwa mfano kuna positive 2 beta na hii inakuwa ni minus 2 beta na cancel. Hapa kuna negative beta na positive beta wana cancel. Na huku na yenyewe kuna beta square na hapa minus beta square wana cancel. Kwa hiyo tunachoenda kubaki nacho tunabaki na beta square jumlisha beta square itakuwa ni 2 beta square minus na minus itakuwa ni minus 4 itakuwa ni sawa na au kujumlisha ule inakuwa ni ngapi inakuwa ni negative 3. Kwa hiyo ukija kusimplify hapa huyu anaenda kule inakuwa ni sawa na 2 beta kim square ni sawa na negative 3 plus 4 huyu na inakuwa ni 1 kwa nasema beta itakuwa ni sawa na 1 ganya kwa 2 lakini inakuwa ni under root. Kwa hiyo ndio thamani ya beta.